Kwanza tumekuja Shinyanga kwa sababu ni muda sio mrefu tu. Shinyanga walikuwa na mivutano, wamekaa pamoja wakakubaliana, ile mivutano imekwisha, na walikuwa wanatushirikisha, na nimshukuru mjumbe wangu wa kamati ya utendaji ambaye katika hilo yeye alibeba nafasi kubwa zaidi ya kuweza kusuluhisha, lakini na mwenyekiti naye alitoa baraka zake likafanyika, lakini pia na tunashukuru support ya serikali ikaweza kuhakikisha ule mgogoro umeisha. Sisi mnaona pia tunakuwa wenyeji wa mambo mbalimbali ya FIFA au CAF, ni kwa sababu kuna amani, hawajasikia migogoro, na kuna mambo ambayo wameona yanafanyika ambayo yanataka nao kuwe na recognition yao, kwamba waweze kutambua ili watu waweze kwenda mbele zaidi kuliko pale ilivyokuwa. Kwa hiyo na sisi pia tumekuja hapa Shinyanga kutambua kwamba kuna amani, na kutambua kwamba sasa hivi kuna viongozi kwa pamoja, viongozi wa mpira pamoja na viongozi wa serikali ambao wako tayari kusimamia mchezo wa mpira wa miguu uweze kuendelea kuliko kuvutana. Kwa hiyo ndo jambo moja tumekuja hapa, lakini pia tumeona kwamba ni sehemu ambayo ina fursa, ni sehemu ambayo strategically kwa kanda ya Ziwa inaweza ikawa ni sehemu ambayo tunaweza tukawa na kituo kingine. Tunakuja kwenye swali lako lile la program. Kwa hiyo tunaweza tukafanya program hapa. Kwa hiyo tumekuja pia, kwa mfano leo toka asubuhi tunapita sehemu mbalimbali kuangalia kwamba kitu gani baada ya hapo tunaweza kuikawa na impact, kwamba tuwe na program kama ambazo mmeziulizia hizo. Kuna ambaye ameuliza academy Shinyanga, kuna mwingine akauliza program, ni swali moja hilo. Kwa hiyo mnaona, kwa hiyo tunashirikiana na viongozi, na wao wameonyesha kuna sehemu ambazo tunaweza tukafanya kukawa na hizo fursa. Kwa hiyo na sisi tutaziangalia hizo fursa na tutakuwa hapa. Baada ya hapo mawazo yao na sisi ya kwetu tayari tunaenda mbele. Inawezekana baada ya sisi kuondoka basi kukawa na kitu kama hicho, na itakuwa ni jambo jema. Na pia hapo kama tutakuwa na kituo kama hicho, kitasaidia timu zetu kama vile stendi. Badala ya stendi sasa kununua wachezaji, itakuwa inapata kutoka sehemu yake hapo, lakini pia si ajabu ndio itakao ikuwa inauza sehemu nyingine. Lakini pia itasaidia vijana wengi wa kanda ya Ziwa ambao wengi wao tunawapeleka Tanga kule, wanaweza wakabaki wakawa maeneo haya kuliko kuwapeleka mbali kule. Na mnapokuwa na kituo hicho, msifikirie tu ni kwenda kucheza mpira nini, lakini wale watoto wana maisha baada ya mpira, wanasoma. Kwa lazima tuangalie, je, kuna shule ambayo iko karibu inaweza wakapata elimu au nini? Lakini je, tumemtoa mtoto Musoma akija hapa, serikali ya Shinyanga itamuadmit kwenye shule zake hapa ili aweze kucheza mpira na kuweza kusoma, kama ambavyo halmashauri ya jiji la Tanga imeweza kukubali watoto wanasoma kwenye shule zao kule. Kwa hiyo kuna vitu vingi kama hivyo tukikubaliana nao tayari, na maana ya kuwa, na ndio maana tumekuja Shinyanga hapa. Na ili niende haraka nimezungumza kwamba tulikuwa tunafanya mashindano ya FA mbalimbali, na uwanja wa Kambarage mara ya mwisho umechezea tu mechi ya robo finali, haijarudi. Lakini leo niliongea wakati niko na mkuu wa mkoa, tuko naye, kwamba tunataka tuangalie uwanja huu ambao uko hapa, unaweza marekebisho gani yafanyike ili ikiwezekana tulete michezo kama hiyo. Lakini ndio tunarudi tena kwa hali ilivyo. Je, kweli hapa tunaweza tukaleta mashindano ya FA finali? Kwa hiyo hali ya huo uwanja ilivyo, kwa hivyo ilivyo, basi upendi mpira wewe na huipendi Shinyanga. Hapa nikikwambia uzunguke hivi uwanja, uzunguke huo, ukitoka hapo kama hujagongwa na nyoka bahati. Majani yamejaa. Hataki kuongea mambo mengine,
ndio hayo ya ukaguzi. Uwanja huu vinatakiwa vikaguliwe, lakini unaweza kukuta kabla ligi haijaanza kiwanja kiko kizuri kabisa. Baada ya ligi kwanza, watu wanasahau, wanavunja fensi hizi. Ina maana uwanja ukiwa hauna fence, anayeshughulika na security atasema uwanja si recommend uchezewe. Lakini unakuta kwa mfano juzi uwanja wa Hassan Mwinyi uliondolewa fence, pitch unaiona kwa macho ni nzuri, lakini pembeni huko kuna mifereji ya maji machafu ambayo watu wa afya nao wamekataa, wamesema hapa hawezi kuruhusiwa kucheza. Na ina maana mpaka kukagua hapo, usije bure aliyokuja amekagua pitch. Lakini hata hiyo pitch hapo sasa hivi katibu hapa kauliza kuna ligi inachezwa hapa. Mjumbe wangu akamwambia katibu, hebu tuje kilichotuleta hapa. Kwa hiyo nyinyi wenyewe angalieni viwanja ambavyo vinachezea ligi au kucheza uwanja fainali ya Amani, mazingira yaliyoko Amani na hapa. Kwa hiyo mimi nadhani tuambiane kwamba kuna kazi ya kufanya. Uwanja Kambarage the best pitch nilikuta miaka 8 iliyopita, na niliposti mpaka kwenye social media kwamba nikawapongeza uwanja, lakini sasa hivi wameuacha, haushughulikiwi kama ambavyo inatakiwa. Lakini pia baadaye nataka tuangalie angalau dressing room, tutoe maelezo vyumba vile vinavyostahili, je, vinahitajika vifanywe marekebisho gani? Na atakapofanyika hayo, uwanja ukiwa katika hali nzuri, nani asiyependa tuje Shinyanga hapa? Kama tumeleta mkutano mkuu, tushindwe kuleta FA, lakini nyinyi wenyewe ulizaneni. Kuna stahili kuja kucheza finali ya FA. Sasa hivi Tanzania ligi yetu ni ya 5 si ya 6 kwa ubora Afrika. Kila mtu anatamani kuona Tanzania, lakini pia duniani tumepanda viwango vya 52 sasa hivi. Hiyo ligi ambayo tafutiwa kuja kucheza, lakini sisi tunakuja tuicheze hapa. In fact hii hata ingekuwa championship inaonyeshwa Azam, maana mmoja wapo mwingine pia anayekataa kwamba mimi siwezi kuonyesha picha zangu kwenye uwanja ambao haustahili, nitaonekana product yangu sio nzuri. Ni Azam anataka naye kiwanja kiwe green, manyasi yako sawa sawa. Kwa hiyo kukagua na kutoa kibali kwamba uwanja uchezee, halafu tuseme kwa sababu tumetoa kibali nyewe muharibu, sisi tusije kuufungia. Kamati itaufungia, halafu bahati mbaya wananitumia message mimi sina mamlaka ya kufungulia. Halafu kikaguliwa kuna siku 7 lazima. Nadhani nimeona mimi kwetu Tanga na uwanja wangu kwa mwaka jana kosi kama amecheza mechi azifike hata 7. Uwanja wa Mkwakwani ulifungiwa. Juzi pia tumefungia, ilikuwa tumefungia sio pichi wala nini uwanjani. Kuna watu wamejenga mabanda huko, wanauza pombe, wamezuia hata watu wanaoingia uwanjani hawawezi kupita, wanapita barabarani, takiwa gongo na magari kule. Kwa hiyo pia tumezuia kwamba mabanda yasipoondolewa hakuchezwi mechi hapa. Sasa hivi wameondoa, Mkwakwani unapita. Kwa hiyo ni vitu vingi vinavyosababisha kiwanja kifunguliwe na kifungiwe. Na watu wa usalama wanaangalia, kuna watu wa miundombinu wanaangalia. Kwa hiyo vitu vyote hivi. Lakini yote haya ngani wajibu majibu yenu ni kwamba sisi tumekuja hapa ikiwa ni sehemu pia ya kuhamasisha huu mchezo wa mpira, na tumeona wenzetu wa Shinyanga wako kwenye mwelekeo huo, na hata haya pia ya uwanja pia tulishazungumza, na fursa bado ipo ya kucheza hiyo hata fainali ya FA. Na mkitaka hata kama kuna wadau wataweka taa usiku, hata fainali tutaweka mchezo usiku hapa, wala hamna shida. Lakini je, mazingira yataruhusu? Au nyinyi mnaangalia tu pale katikati ya uwanja, ndio mnapoangalia huko pembeni muangalie? Je, vyoo vya watazamaji vipo? Upande ule kule kuna choo, kila mahali kuna choo. Je, choo hapa jukwaa kubwa? Au ndio maana tunabakisha majani ili watu waende wakajisaidia huko kwenye majani haya ambayo yameota? Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuangalia, lakini all in all mimi najua sasa hivi Shinyanga ina viongozi wote wako committed
na tunajua tushafanya nao kazi. RC yuko rasi, wako viongozi wa mpira, mjumbe wangu wa kamati ya utendaji huyu, na huyu hakugombea, yeye aligombea Shinyanga, mimi nilimteua. Na ukiona namteua mtu nimeona kwamba kuna potential ambayo inafaa, nataka nisaidie kazi. Kwa hiyo nadhani hilo liko wazi kabisa kwamba sasa hivi ni nyinyi muwape support hawa. Unanyamaza na kuja au na mchallenge bana hiki na hiki, kwa sababu hayatengenezi mamitafaruku. Na sisi nataka watoto wetu wacheze mpira. Na timu yenu sasa hivi viongozi wanahangaika ibaki daraja ili wajipange mwakani. Katibu wangu aliongea kwamba timu ilitoka kwenye playoff, sasa hivi inang'ang'ania isishuke daraja. Tatizo ni nini? Lakini bahati nzuri kuna mdau huyo amekuja, na mdau anahitaji support yenyewe ni kwamba kuwe na mazingira rafiki ya wewe kuweza kufanya kazi, lakini na yeye pia ni mfanyabiashara, ana product yake, anataka nayo iweze kupata watu. Lakini serikali inasaidia na serikali inachotengeneza ni mazingira ya kufanyia kazi. Yanapokuwepo na serikali inapopata nafasi itakwenda kumuomba mdau mwingine aweze kusaidiana naye, lakini pia kibiashara pia kuna vitu vya kuangalia pamoja kama yeye anataka kufanya. Lakini nimehakikishiwa kwamba kuna utaratibu unafanyika, na huyo mdau hatajitoa tena, na ana support sasa hivi na ataendelea kusupport, na itaangaliwa mazingira zaidi ya kusupport. Lakini pia tumewaelewesha kwamba waangalie structure ipi ambayo inaweza kufanya kazi vizuri na kuweza stand kufika kule ambapo watu wa Shinyanga wanataka, na kuweza kuja kupata michezo mikubwa. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.